Bramba anaeleza kuwa hali ya uzalishaji umeme nchini ni ya kutosha kwa kiasi kikubwa, hasa wakati ambapo mahitaji ni megawati 1908 huku uzalishaji ukiwa megawati 3796, lakini kwa mikoa ya kaskazini bado uhakika si wa kuridhisha. Ni katika ufafanuzi huo anabainisha sababu za mikoa ya kaskazini inayohitaji megawati 300 inategemea zaidi umeme unaozalishwa kwenye vyanzo vya Pwani na Morogoro, lakini kwa sasa wanaongeza nguvu kwa kununua umeme Ethiopia kupitia Kenya. Ni hapo jana tu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa kule mkoani Kilimanjaro alitoa tamko kwamba nchi inatarajia kuanza kununua umeme kutoka nchi jirani kubwa ni kwa ajili ya kusaidia mikoa ya kaskazini ambayo imekuwa ikikumbwa na changamoto ya kukatika kwa umeme kila mara. Kauli hii imeonekana kuleta mijadala huku wengine wakioji sababu za kufanya hivyo. Jambo hili limesukuma Wizara ya Nishati kutolea ufafanuzi hapa jijini Dar es Salaam kupitia Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati. Makubaliano yetu tumefanya na nchi ya Ethiopia. Kwa hiyo umeme utakuja kutoka Ethiopia utaingilia Namanga. Na tunaona kwamba tukiingiza ule umeme pale mambo mawili yatatokea. Sasa zile voltage ambazo zimeshuka sana, ukiingiza ile megawati 100 pale zitapanda. Voltage itarudi nomo. Upotevu wa umeme upatao megawati 17 tutauokoa. Yaani tuna megawati 17 ambazo zitapotea, zitaacha kupotea kwa sababu voltage itakuwa imestabilize na mfumo mzima umeimarika pale. Swali moja ambalo nimeona watu wakijiuliza sana, wanauliza hivi: kama tunakuwa na voltage drop, umeme unapotoka kusini labda Julius Nyerere mpaka mikoa ya kaskazini, je, tukiutoa Ethiopia ambako ni mbali zaidi, si ndio utapotea sasa uishe kabisa? Tunaponunua umeme kutoka Ethiopia, hatuendi kuuchukua kutoka Ethiopia tukausafirisha all the way kutoka Ethiopia tukauleta huku. Kwenye mifumo ya umeme inakuwa hivi: ule umeme kimsingi tunauchukulia Namanga, na ukiuchukulia Namanga hakuna upotevu wowote kwa sababu unatoka Namanga unaingia Arusha. Unatoka kwenye mita iko pale Namanga, ndipo tunaposoma. Kwa umeme huu tunasema umeme wa Ethiopia, lakini umeme huu wa Ethiopia hatuendi kuuchukulia Addis Ababa. Tunauchukulia pale Namanga na ndipo mita ilipo. So una cross right kutoka upande wa Kenya unaingia upande wa Tanzania, megawati 100 zinasoma kwenye mfumo. Pale hakuna loss kwa sababu unaingia straight kwenye kanda ya kaskazini. Pia akabainisha kuwa hakuna gharama za kudumu za ununuzi wa umeme huo, bali itategemea na manunuzi ya mwezi husika. Hakuna bei, yani hakuna gharama ya jumla ambayo unaweza ukasema kila mwezi tutalipa hii. Itategemeana na kila mwezi mtalipa ngapi, lakini maximum ni megawati 100. So unaweza katika megawati 100 ambazo mna mkataba nazo mkatumia 20 tu katika mwezi huo, au mkatumia 30, au mkatumia 100. So bei zitakuwa zinavari kutegemeana na mmetumia units ngapi katika mwezi husika. Lakini kwa kifupi ni kwamba bei ya uniti moja mtakayonunua itakuwa senti 7.7 senti za dola. Miongoni mwa maswali yaliyoibuka baada ya ununuzi huo, serikali ni kwa nini haijatumia bwawa la Nyumba ya Mungu kuzalisha umeme huo, lakini imeelezwa kuwa kiasi kinachozalishwa hapo ni megawati 8 tu ambazo hazitoshelezi mahitaji ya mikoa ya kaskazini. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.